Joshua akaenda na kukatilia mbali hao Waanaki, sio wana wa Anaki, Waanaki watoke katika nchi ya vilima, kutoka Hebroni na kutoka Debir na kutoka Anabu na kutoka katika nchi yote ya vilima ya Yuda na kutoka katika nchi yote ya vilima vya Israeli. Joshua akawaangamiza kabisa na miji yao Waanaki. Jamani, Waanaki ni viumbe vya rohoni vilivyotokana na uasi uliotokea katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Unaambiwa hiyo sura kwamba theluthi ya malaika wa mbinguni waliasi na Lucifer. Kwa hiyo wale walioasi pamoja na Anaki walikuwepo. Hawa Anaki wana asili ya kuweza kuadopti mwili wa kibinadamu, wakaishi kama binadamu au wakatoka kwenye asili kama binadamu. Huwezi kujua kwa macho kabisa. Ndio maana nakwambia Kaini alienda akaoa kule Nodi. Anaendelea anasema hivi, Yoshua akawaangamiza kabisa na miji yao 22. Hawakusalia Waanaki hata mmoja katika nchi ya wana wa Israeli. Sema amen, amen. Isipokuwa Gaza. Isipokuwa wapi? Gaza. Halo, Gaza mnajua? Mshawahi kufika? Isipokuwa wapi? Hebu sema Gaza. Anaendelea, isipokuwa Gaza na Gati. Gati ni mahali alipotokea yule jamaa anaitwa Goliati. Unasikia neno jina Goliati? Amen. Alikuwa ni mwenyeji wa hapa Gati. Yeye alizaliwa akaitwa Majitu. Sawa Na Goliati alikuwa na ndugu zake wengine 4 na yeye ni 5. Daudi alipochukua mawe 5 alikuwa anajua kabisa anaenda kuwaua hawa jamaa 5. Bahati nzuri alipoanguka Goliati wale wengine walikimbia. Kwa hiyo mashujaa wa Daudi baadaye akiwa mfalme ndio walienda kuwamaliza wale 4. Amen. Na huyo Goliati akachukuliwa kichwa chake akaletwa Yerusalemu kwa Sauli mfalme. Sauli alipoona na akamsifu Daudi, Daudi akakichukua kile kichwa akakitoa nje ya mji wa Yerusalemu kwenye ukuta akakizika. Hapo alipokezika ndio panaitwa Goligota. Kichwa, fuvu la kichwa cha Goliati, ili bado ile damu ya Yesu imwangamize na asili yao huko alipo. Ngoja nikwambie, damu ya Yesu au damu iliyokuwa inatoa dhambi ilipokuwa ikionekana juu ya mtu. Amen. Sema amen, amen. Kabla haijakuletea ukombozi wewe, nisikilize vizuri. Kabla haijakuletea ukombozi wewe, inaenda kwa adui zako. Mungu anasema nikiona damu juu yako, nitapita niende kwa adui zako, nipige kwanza adui. Lakini akikosa damu juu yako, adui ataendelea kuishi. Sasa huku chini kuzimuni, tayari Yesu kwa damu yake kashaingia kwa hao viumbe kuhakikisha hawatakuwepo. Piga kelele, sema hawana nguvu kutoka kuzimu. Hawawezi kuniharibu maisha yangu. Hebu sema mimi ni mshindi na zaidi ya kushinda. Kwa sauti nyingine sema mimi nayaweza mambo yote. Sema nimezaliwa na Mungu kwa mbegu isiyoharibika. Haleluya. Kwa hiyo hawa Gati walikuwepo Gati bado, na anaendelea na Ashdod. Sema amen, amen. Huko Ashdod, huko sasa wakabaki wakajiendeleza vingine. Hii dunia imeingia kwenye asili, hawa viumbe sasa hivi ndio wanatawala dunia. Waliozaliana na binadamu ndio wanaotawala dunia. Na ndio maana tunafika mahali kanisa liko karibu kunyakuliwa, kwa sababu ongezeko la hawa wanasababisha nao walio wa Kristo wanazidi kuwa wachache. Na ndio maana ni vizuri injili ihubiriwe kuliko kawaida, kwa sababu tunasaidia wale ndugu zetu walioko nje ambao DNA zao hazijaribiwa bado. Msipofanya hivyo, ndugu zako wakiingia kwenye hivyo viumbe wakaoana, wakishaoana utajua na wewe utachangia harusi.
Ndiyo magonjwa yale yanaitwa magonjwa ya vizazi, generation curse ipo humo. Ndio maana Israeli anaambia angalieni msije mkaoana na hao watu wa hizo nchi, maana watawasababishia mapigo. Sasa Israeli leo tunamwangalia, tunamwona katili, tunamwona jeuri. Akiweka bunduki chini hivi, Israeli hayupo, atawawa. Na wewe ukiacha maombi unaisha. Ukiacha kuwa na ushirika katika kanisa na kushirikiana na wengine kuomba na meza ya Bwana umeisha. Lakini hata kama ndugu yako ameingiliana humo, umeshaingia kwenye imani, hawatakuweza tena. Piga kelele, sema hawataniweza tena. Jamani, aliyenipa Baba hakuna wa kuninyang'anya, anasema Yesu. Haleluya. Sema amen, amen. Ninachokiona leo sioni kama vita unavyoviona katika matelevisheni. Naviona vita vilivyoanza zamani. Havitaisha mpaka pale Yesu atakapokanyaga ule mlima. Siku ile anapopaa. Siku ile anapaa, malaika walirudi wakamwambia, wenyeji wa Galilaya, huyu Yesu mnayemwona atarudi. Matendo ya Mitume ile sura ya pili anasema sura ya kwanza mstari wa 11. Huyu mnayemwona atarudi, na Zakaria anasema atakanyaga ule mlima. Ndio siku hiyo Israeli na Yesu watakaa pamoja. Haleluya. Sema amen, amen. Kuna watu wanajua kwamba Israeli ana matatizo pia kwa kutokuamini. Ni kweli kuna mambo ya kuamini. Amen. Lakini Waisraeli wana benefit moja. Bwana Yesu asifiwe. Kubwa. Naweza nikasema kubwa kuliko kawaida. Biblia inasema kwenye Yeremia 31, nitafanya agano jipya, mstari wa 31, na nyumba ya Yuda na nyumba ya Israeli siku zile. Na agano hili silo kama niloagana na baba zao waliponiacha nami nikawaacha. Hili sintawaacha. Haleluya. Kwa wanaofikiria kwamba Israeli amekataliwa na Mungu, hili agano nitakafanya nao sintawaacha. Israeli ni taifa lenye agano. Tunaelewana nyinyi wa Kristo? Sema amen, amen. Wewe mataifa sio taifa lenye agano. Wewe unazaliwa na Mungu kwa imani. Wale ni wa agano. Mpiga kelele, sema mimi nimezaliwa na yeye. Lakini wale wana mkataba. Wewe una mkataba, wewe umezaliwa. Piga kelele, sema nimezaliwa na Mungu kwa mbegu isiyoharibika, kwa ile inayodumu hata milele. Ndio maana mnaitwa wana wa Mungu kwa kuzaliwa. Mtoto aliyezaliwa hana agano na baba yake. Utatoaje agano na baba yako? Baba ana wajibu kwa sababu wewe ni mali yake kwa vyovyote. Israeli ana agano. Kwisha. Agano ni mkataba, na waliusaini mbele ya Pilato, damu yake ije juu yetu na uzao wetu. Ndio maana watatengeneza makombora ya kupigana na mataifa makubwa na watashinda. Sema amen, amen. Ndio maana wanaweza wakalima kwenye jangwa wakavuna. Ndio maana wanaweza wakageuza maji ya bahari ya chumvi yakaweza kunywa nyumbani. Ndio maana wanaweza wakachukua hii upepo wakageuza ukawa maji, watu wakaendelea kumwagia mashamba. Hilo ni agano. Sema amen, amen. Wewe unaitwa mwana, na kama ni mwana basi ni mrithi. Sema amen, amen. Wewe unaingia mbinguni kwa sababu tayari ni mwana. Israeli hawanyakuliwi kwa sababu wanaagano, waje walimalizia kwenye sikukuu ya Yom Kippur. Hii ya juzi inayovalisha watu kofia hii. Tumesherehekea last week, na kesho tunasherehekea sikukuu ya vibanda. Kanisa ninyi mnasherehekea sikukuu ya unyakuo, mnaisubiri kesho kutwa itakapotokea. Mnasubiri hiyo, ndio maana mmekaa hapa mnyakuliwe. Wayahudi hawakai hapa wanyakuliwe, wao wanangojea Yom Kippur. Yesu ashuke mlima wa Mizeituni